Basi mtazamaji wangu mahali popote ulipo, na kukaribisha kwa kipindi hiki cha jioni ya leo. Majina yangu naitwa Pastor Mlei. Nimekuwa nikikuja kwako mara kwa mara kwa mafundisho. Ninakuletea kipindi kingine ambacho ni cha baraka kwa maisha yako. Nimekuja nizungumze na wewe kuhusu mambo mawili matatu, vile Mungu ataniwezesha na Roho wake atakayonisaidia. Nataka nikufundishe kutumiwa na Mungu, ama being used by God. Kwa sababu Mungu siku zote alipomuumba mwanadamu, kuna kazi ambazo alimuumbia aweze kumsaidia katika kufanya. Mungu akiwa juu mbinguni, kuna kazi hawezi akafanya hapa chini ya jua, lakini anatumia mwanadamu kuweza kufanya hizo kazi. Ndio maana nakufundisha ya kwamba being used by God, ama kutumiwa na Mungu, kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu aweze kumsaidia katika shamba la Eden, kwa sababu kazi ilikuwa nyingi katika shamba la Eden. Akaumba mwanadamu, akampa kazi ya kuweza kupatia wanyama majina. Hiyo ilikuwa ni kazi ambayo Mungu alimpatia mwanadamu aweze kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo wakati Adamu alikuwa anafanya ile kazi, alikuwa wa manufaa makubwa kwa mikono ya Mungu. Kwa hivyo na wewe hapa chini ya jua, ni kazi gani ambayo unafanya ambayo inaleta faida kwa kingdom ya Mungu? Ndio nimekuja nizungumze na wewe, nikujulisha ya kwamba unaweza ukafanyika mtu wa baraka katika ufalme wa mbinguni ukiwa hapa chini ya jua. Ni kwa sababu Mungu siku zote anatafuta watu ambaye ataweza kuwatumia. Atatafuta watu ambao wataweka Roho wake ndani yake, waweze kufikiria ile makusudi ambayo wako nayo, waweze kufikiria ile malengo ambaye Mungu anataka ikaweze kufikia watu. Kutumiwa na Mungu si kwa wahubiri tu peke yao. Nataka nifafanue. Kutumiwa na Mungu si kwa kufanya miracle, si kwa kuhubiri peke yake, si kwa kufanya mambo ambayo yanaonekana kwa maisha ya mwanadamu. Ni mambo makubwa sana. Kwa sababu watu wengi wanafikiri wakati tunazungumza kuhusu kutumiwa na Mungu ni kuenda makrusedi, ni kuhubiri injili, ni kukuwa mhubiri ama kukuwa pastor peke yake. There is more than that wakati tunasema being used by God. Nitakuwa ninakufafanulia zaidi na zaidi wakati ninamaanisha nini nikisema kutumiwa na Mungu. Mungu anasema katika maandiko 2 Timothy, katika kitabu hicho cha 2 Timothy chapter 2 and verse number 20. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Meaning ya hiyo maandiko ni ya kwamba kila chombo uko nacho kwa nyumba kiko na value. Kuna zile vyombo uko nazo, vingine ni za vioo, vingine ni za miti, vingine vina dhamana na gharama yake ni kubwa sana. Kwa hivyo vile ambavyo utaweza kutumia vile vyombo vitategemea na dhamana ya vile vyombo. Nataka ujue Mungu anatumia watu kulingana na value ya mwanadamu huyo, ama mwanadamu huyo akona dhamana gani katika mikono ya Mungu. Katika Biblia anasema Daudi ni boni la jicho langu. Hii jicho ukilinguza hauwezi ukaona, ukilinguza utaumia. Mtu akiumiza jicho lako ameumiza mwili wako wote. Ni kwa sababu macho yako ndio yanakusaidia kuona, macho yako ndio yanakusaidia katika barabara, macho yako yanakusaidia kufanya mambo zaidi na zaidi. Kwa hivyo Mungu anasema Daudi ni boni la jicho lake. Kwa hivyo ukinguza Daudi umenguza Mungu. Na wewe unaweza ukakuwa preserved na Mungu, ukakuwa wewe ni chombo chake, hauwezi ukanguzwa na mtu yeyote. Hakuna kitu chochote kinaweza kikakudhuru. Hakuna kitu chochote kinaweza kikaua maisha yako.
Hakuna kitu chochote kinaweza kikaharibu maisha yako. Kwa sababu gani? You are useful in the hands of God. You are useful in the eyes of God. Mungu, mtu yeyote ambaye ako na vision na yeye, atalinda yeye, ata make sure chochote ambacho kinaweza kika affect maisha yake negatively, hicho kitu hakitafika katika maisha yake. Angalia maisha ya Yesu. Yesu amezaliwa Bethlehem. Mamajuzi ama the wise men wameona nyota yake katika mashariki. Wakapanga safari, wakapotea njia kiasi Mungu aonyeshe ukubwa wake. Wakaingia kwa mfalme Herode. Herode akawaambia, nendeni mjue huyo mtoto mahali amezaliwa, mniletee habari na mimi nikamwabudu. Herode hakuwa anaenda kuabudu yule mtoto. Alikuwa amepanga kuenda kuua yule mtoto. Ona maajabu ya Mungu. Wale mamajuzi ama the wise men, wakati tu walitoka kwa nyumba ya Herode, malaika wa Mungu akawatokelezea, akawaonya, akawaambia msirudie hiyo njia. Ni kwa sababu gani? Wangerudia hiyo njia, wapelekee Herode habari, Herode angejua mahali yule mtoto amezaliwa na angeenda kumuua. Kwa hivyo, kwa sababu Mungu alikuwa anajua ile vision ako naye katika Yesu, akaweza kupreserve maisha ya Yesu, ndiposa ikakuja kutimia pale msalabani wakati alikuwa anaokoa mwanadamu. Na kuambia ya kwamba ukijua ni kusudi gani ambaye Mungu amepanga na maisha yako, hiyo kusudi ukiitambua, God will preserve you for that purpose. Number 1, don't fear, neither don't panic. Why? God is with you. Tunaongea kuhusu kutumiwa na Mungu. Kuna mambo kadhaa ya kuelewa wakati tunasema kutumiwa na Mungu. Nimekwisha kukufafanulia nikakwambia kutumiwa na Mungu, it is very broad. Unaweza ukatumiwa na Mungu kwa njia ya kipekee kabisa, ya kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akatumika kwa hiyo nafasi ambaye Mungu amekupatia aweze kukutumia. Kutumiwa na Mungu inategemea na utayari wako wa moyo. Kwa sababu kuna watu ambao hawako tayari kutumiwa na Mungu. Mfano, kuna mtu alikuwa anaitwa Jona katika Biblia. Jona alitumwa na Mungu aende katika inji ilikuwa inaitwa inji ya Nineva. Aende akahubiri injili huko, yale mahusia ambaye Mungu alikuwa naye. Lakini kulifanyika nini? Jona hakutaka kuenda kusema zile habari Mungu alikuwa amemwambia. Reason, he was not ready. He was not willing to go and do the mission that God had sent him to go and do. So, ndio Mungu akutumie. Kuna mambo kadhaa ambayo anaangalia kwa maisha yako. Kuna mambo kadhaa ambayo, kuna qualities kadhaa ambazo anachunguza ndani ya mwanadamu ndiposa aweze kumtumia. Nimetangulia na kuambia namba 1 ni the preparedness and the readiness of your heart and spirit. If you are not always ready, Mungu hawezi akakutumia. Readiness ni nini? Ni siku zote Mungu atataka kutumana, utakuwa available. Mfano, Isaia sura ya 6 na mstari wa 8. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. You can be ready anytime, any moment. Wanajeshi wanapokuwa katika training, wanakuwa trained ya kwamba they should always be ready for war. Siku zote wanakuwa tayari kwa vita. Kengele ama firimbi inaweza ikapigwa wakati wowote wa kuenda vitani. Kwa hivyo hautasema hauko umejiandaa. Mwanajeshi akisikia sauti ya mkubwa wake ameitana, anatoka mara moja na wanaenda katika vita. Hivyo na wewe kama Mkristo ama yeyote unayesikia sauti hii, unaweza ukaweka roho yako ikawa tayari. Siku zote Mungu atahitaji kukutumia, uwe uko tayari.
Siku zote Mungu atataka kutumia zile resources uko nazo, uwe uko tayari. Utayari ni nini? Hautakuwa na mabishano wakati unatumwa kuenda kufanya assignment ya Mungu. Hautakuwa na manunguniko wakati Mungu anataka kukutumia. Hautakuwa uko na obstacle ambayo inakushika, inakufanya uweze ukatumiwa na Mungu. Siku zote roho yako na mawazo yako yanakuwa yanauliza, ni hiyo siku itafika lini? Hiyo siku itafika lini? Wacha nikuonyeshe mtu anaitwa Daudi. Siku zote alikuwa tayari huenda katika nyumba ya Mungu. Siku zote alikuwa tayari. Zaburi 42 na mstari wa 2. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Yaani Daudi anauliza, kama ni usiku anauliza kesho, siku ya Jumapili itafika lini niende katika nyumba ya Mungu nikamwabudu? Hii siku itafika lini niende nikamwabudu Mungu? Itafika lini? Ushaikuwa uko tayari siku zote ya kumtafuta Mungu? Roho yako iko tayari iweze kumtafuta Mungu? Roho yako iko tayari iweze kumtafuta Mungu? Are you ready? Is your heart ready? Is your heart ready? Daudi mahali pengine anasema, nalifurahi waliponiambia tuende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahi waliponiambia tuende nyumbani mwa Bwana. Yaani tu wale wateule watakatifu walipoambia Daudi tuende katika nyumba ya Mungu, hata iwe alikuwa anafanya nini, anasema roho yake ilifurahia wakati tu alisikia hiyo sauti ikimwambia tuende nyumbani mwa Bwana. The readiness of your heart and your spirit. You should be ready to be used by God. You should always portray a character that you are not reluctant, you are not lazy, you do not drag when you hear the voice of God. Ukisikia sauti ya Mungu, will you move swiftly? Utakimbia upesi kwenda kutekeleza kile Mungu ambacho anakuambia. Hizo ndizo qualities ambazo Mungu anaangalia ndio aweze kukutumia. Anaweza akakutumia kwa fedha. Kuna watu wamebarikiwa na fedha kwa sababu ya kingdom, kwa sababu ya ufalme wa mbinguni, si kwa sababu yao. Wakati Mungu amekupatia hizo fedha, are you ready? Uko tayari kuweza kufanya hiyo kazi ambayo Mungu amekupatia? Uko tayari? Are you ready? Kwa sababu Mungu anaweka kwa mkono hii, itokelezee kwa mkono hii, iende ikafanye kazi yake. Lakini akiweka kwa mkono hii na ukwame nayo, hii mkono ikose kufanya kazi, you are not ready. You are not ready. The readiness and the preparedness of heart. Wacha nikuonyeshe maandiko. Tusiongee story nyingi tu, lakini nikuonyeshe what do I mean by the readiness and the preparedness of your heart. The book of 1 Kings chapter 22 and verse number 19. Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakaye mdanganya Ahabu ili akwee Ramothi Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Yani this spirit was ready to go and do what God was asking. Yani Mungu alikuwa anatafuta, ni mbinguni huko, Mungu anatafuta ni nani atashuka huko duniani aende kwa mfalme alikuwa anaitwa Ahabu, aende andanganye Ahabu
Mungu alikuwa anatafuta jinsi ya kumaliza Ahab. Kwa nini Mungu alikuwa anatafuta kumaliza Ahab? Kumbuka, Ahab alikuwa amenyamazisha manabii wote wa Mungu katika Israeli. Alikuwa amebaki nabii mmoja tu, Elijah. Naye Elijah alikuwa ametoroka, alikuwa ameenda kukaa katika milima. You can imagine, prophet wa Mungu anataka kujiua kwa sababu ya mfalme. Mfalme, mke wake alikuwa ameingiwa na roho. Mke wake alikuwa ni mkubwa wa wachawi. Kwa hivyo walikuwa wamezima watu wote wanaomwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Hivyo kwa sababu mfalme ndiye mkubwa katika nchi, na Biblia inasema neno la mfalme ni sheria. Hivyo wakapitisha ya kwamba hakuna kumwabudu Mungu, walikuwa wanaabudu Baali. Nataka nikuonyeshe kwa sababu ni sababu gani Mungu alikuwa anatumana Ahab akauliwe. Ni kwa sababu naye Ahab alikuwa ameshirikiana na mke wake kuua manabii wa kweli wa Mungu. Ndio Mungu akiwa mbinguni anatumana mtu ashuke mbinguni, akuje duniani, akuje kuua Ahab. Akuje kuingia ndani ya Ahab, atumie zile tricks ako nazo, Ahab auliwe. Ndio hii roho ikasikia Mungu akiuliza, ni nani atashuka akandanganya Ahab? Huyu akasema hivi, huyu akasema hivi, huyu akasema hivi. Lakini hii roho ndio kwa Kiswahili inaitwa pepo. Pepo, spirit inaitwa pepo. Hii roho ikatokelezea mbele za Mungu ikasema mimi nitaenda. So this spirit was ready and it was prepared to go for this mission. Wale ambao siku zote huwa mnatamani Mungu awatumie, sijui ni njia gani unataka Mungu akutumie, lakini mimi nimekuja nikufundishe Mungu anaweza akakutumia. Lakini kabla Mungu akutumie, there must be the quality. You must portray the quality that God is looking for him to use you. Lazima uportray ile quality anatafuta katika hiyo kitu ambaye unataka kufanya. Ndio number 1 nasema ni preparedness. Utayari wa roho, utayari wa mawazo, utayari wa nafsi. Lazima nafsi yako ikuwe tayari Mungu aweze kukutumia. Mungu atumii mtu ambaye mawazo yake haiko hapo. Mungu hatumii mtu ambaye anang'ang'ana kufanya ile kazi amemtuma haende akafanye. But God will use that soul that is ready, that is open, that is always asking, when is that time? When is that time? Hiyo siku itafika lini? Hiyo wakati itafika lini? Niende nikafanya hiyo kazi ambaye Mungu anataka nikafanye. Hiyo kazi Mungu anakutuma ukafanye. Ama ile assignment. Hauko duniani kimakosa. No. Mungu akikuumba, akikulinda, we piga hesabu wale watoto mlizaliwa nao. Ni watoto wangapi mlizaliwa nao? Either hospitali moja, either siku moja, mwaka moja, ama watoto wa umri wako. Wale mlizaliwa kipindi moja. We call it the age group. Ni wangapi wako uhai? Wengi walikufa hospitali. Wengi hata wa mama zao walipokuwa na mimba, hiyo mimba ilitoka. Lakini wewe Mungu amekuweka uhai. Reason like this. What is your purpose on earth? For God to use you, there must be a purpose. What is your purpose on earth? Kwa nini Mungu amekupreserve? Why? Why has God preserved you? Mungu amekuweka wewe ufanye nini? Amekutunza ufanye nini? You know, that is a primary question, and that is a primary objective that you should ask yourself. Mungu ameniumba nifanye nini? Kwa nini Mungu ameniweka uhai? Kwa nini hii siku ya leo mimi niko uhai? Ukijiuliza hiyo maswali, now you will see the purpose, ama utaona reason ya Mungu kutumia. Kwa sababu Mungu ako na makusudi makubwa sana, na kazi ni nyingi. Kazi ni nyingi. Ile kazi Mungu ako nayo ni nyingi sana, lakini watenda kazi ni wachache.
Wacha nikuonyeshe katika kitabu hicho cha Mathayo mtakatifu, that is Matthew chapter 9 verse number 38. Matthew 9:38. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno. Muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno. Why? Kazi ilikuwa ni nyingi. Kazi ni nyingi sana. That is why God needs to use men to accomplish this work, to accomplish this mission. Because kazi imekuwa nyingi. Watumishi wa Mungu hatuwezi hii kazi sisi peke yetu. We need people. We need people to help us. We need people to be by our side. Tuweze kufikiria ile maono ambaye Mungu ako nayo. Tunamaanisha nini kutumiwa na Mungu? Ama what is required to be used by God? Number one, we are saying to be used by God is to achieve a certain objective for the benefit of the kingdom of God. Ni kutumiwa na Mungu kwa makusudi ya kuinua ufalme wake. Kumbuka kuna ufalme mbili, kuna ufalme wa Mungu na kuna ufalme wa shetani. Ufalme wa shetani ndio huko na hawa devil worshipper, Freemason, hizo takataka zote. Naye ufalme wa Mungu ndio tuko na ukombozi, uponyaji, watu kuinuliwa, so on and so forth. Unaweza ukachagua unataka kutumika pande gani. Kama utumiki kwa Mungu, you are either used of God or used by the devil. You will either be used by God or you will either be used by Satan. So differentiate. Ni either utumiwe na Mungu ama utumiwe na shetani. Lakini mimi nataka nizungumzie hii line ya kutumiwa na Mungu. Ni kwa sababu ukitumiwa na Mungu, Mungu hawezi akakuacha ukakuwa mkebe. Lakini nimeona watu wengi ambao wamekubali shetani awatumie, lakini maisha yao imekuwa ni maisha ya taabu, imekuwa ni maisha ya kilio, ni maisha ambayo haina mbele, haina nyuma, ni maisha ambayo hata uwezi ukaipenda. Kwa sababu gani? The devil is a liar. John 10:10. The devil is a liar. He comes to steal, to kill and to destroy. He will steal your destiny, akutumie. He will destroy your destiny kwa kufanyisha uongo. And then lastly, he will kill you. He will kill you. Why? Kwa sababu anajua akikuacha utareveal secret zake, utatoa siri zake, utatangaza kwa dunia, kwa ulimwengu siri zake. Ndio maana atakuiba, atakuharibu na baadaye atakuua. So you either be used by God or be used by the devil. Hata hizi kazi tunafanya, the work of your hearts, hapo tu unafanya kazi. You will either be used by God ama be used by devil. Those two. Uchague ni gani unataka. Kwa sababu unaweza sema mimi sitaki kutumiwa na Mungu. Kwa hivyo kama hutaki kutumiwa na Mungu, nani atakutumia? The devil. Shetani ndiye atakutumia. Shetani. Na ukimpatia shetani nafasi, when you make a peace agreement with the devil, at the end of the day, he will kill you. At the end of the day, he will make your life miserable. Usidhani kutumiwa na shetani ndio utukufu wa shetani. It looks more flourishing. It looks more flourishing. Inapendeza sana. Lakini baadaye ile kilio utasikia kwa hiyo nyumba, ile kilio utasikia kwa maisha ya hao watu, utashangaa sana. Kwa hivyo mimi nataka ukubali Mungu aweze kukutumia. Kubali utumiwe na Mungu.
Atakutumia kwa ndoto. Utakuwa unaona ndoto, unaelezea watu vile Mungu anataka. Utakuwa unasikia sauti vile Mungu anasema, unaelezea watu Mungu anasema tufanye hivi na hivi. Utakuwa unakaa hivi, unaona maono, unachukuliwa, unaona maono, unaletea watu, unaambia watu let us do this, let us do that. Other than that hiyo inakaa it is more of pastoral. Lakini kando na pastoral, kando na uchungaji, Mungu anaweza akatumia watu wake kufanya kazi yake. Utatumiwa aje na Mungu? Nimekuambia kabla Mungu akutumie, lazima wewe ukubali akutumie. Mungu ajilazimishangi kwa watu. Shetani ndiye anajilazimishanga kwa watu. Understand that. God does not force himself to men, but the devil does. Kwa hivyo useme ile siku Mungu anataka atanitumia. Hey my friend, utakaa sana. Lakini ukipatiana roho yako kwa Mungu, ukikuwa tayari Mungu akutumie, atakuja kwako. Hebu nikuonyeshe maandiko hapa. Wacha nikuonyeshe vile Yesu anasema. Yesu anasema in the book of John chapter 14 from number 21 to 24. Ndio ninakwambia lazima kuwe na hiyo willingness, umkaribishe yeye Mungu akuje kwako. Ushike amri zake, ushike sheria zake, ushike kile Mungu anasema. Nataka uelewe, God does not compromise his standards. It is us tuinue kiwango tutoshee kwa level ya Mungu. Si Mungu ashushe kiwango yake atoshee kwetu. Ni sisi tuinue kiwango tutoshee kwa Mungu. God does not compromise. This is what the Bible says. John 14:21. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. When you are ready, when you are willing, when you do what God is telling you, Jesus is saying he will reveal himself to you. Wewe unajua hiyo ni neno ngumu sana. Yaani Mungu atajidhihirisha kwako. Mungu na Yesu atajidhihirisha kwako. Anaendelea na kusema mstari wa 23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Ndio Mungu afanye makao kwako, lazima uwe umemkaribisha. Mgeni akija kwako kwa mfano, lazima umwambie karibu kiti, karibu ujisikie uko huru. Ndio huyo mgeni aweze kutulia na kusikia ya kwamba hako mahali ambapo panastahili. Na wewe ndio Mungu afanye makao kwako, lazima haone utayari wako wa moyo. Lazima haone hiyo preparedness yako ya moyo. Lazima aione. Lazima akikuja kwako asikie ako comfortable. Lazima asikie ako comfortable akikuja kwako. So, brethren, from wherever you are watching me from, understand this. You must be ready to welcome God in your life. Mkaribishe Mungu kwa maisha yako. Karibisha Mungu kwa maisha yako. A person who is used by God is not an ordinary person. He cannot be an ordinary person. Mtu ambaye ametumiwa na Mungu hawezi akakuwa mtu wa kawaida na hawezi akabaki mtu wa kawaida. No, he cannot be an ordinary person. So kama unataka maisha yako isikuwe maisha ya kawaida, kubali Mungu akutumie. Kubali Mungu akutumie. Kubali mahusia ya Mungu yapitie kwako, yatimie hapa chini ya jua.
Yesu anamuomba Mungu, anamwambia, Father, ikiwezekana uniondolee hiki kikombe cha mateso. Uniondolee hiki kikombe cha mateso. Lakini si kwa mapenzi yangu, bali ni kwa mapenzi yako yakaweze kutimia. Yesu alikuwa tayari akamwambia Mungu, wacha mapenzi yako yakatimie. Wacha mapenzi yako. Yaani wewe fanya na mimi kile ungependa kufanya na mimi. Hiyo ndio tunaongea kutumiwa na Mungu. Wacha Mungu afanye na wewe vile yeye anataka, si vile wewe unataka na maisha yako. No. If you will do what you want with your life, then you have not given God an opportunity to use you. Haujapatia Mungu nafasi aweze kukutumia. Being used by God is the ability to follow the instructions that God is giving you. Labda sitaweza kuongea mambo mengi sana leo, lakini nitajaribu nikuambia ya kwamba ukubali Mungu akutumie. Being used by God. Na kutumiwa na Mungu si rahisi na si ngumu. Si rahisi aje? You must follow the instructions of God. Things to note. You must follow the instructions of God. Number 2, you will not operate on your own, but you will operate under the instructions that God will give you. Let me show you what I mean. You will not operate on your own, but you will do what God tells you. The book of John chapter 5 verse number 30. John 5:30. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Huyu ni Yesu. Anasema, I cannot do anything on my own. Kama nisikiavyo, ndivyo ni hukumuvyo. Na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. That's why I've told you, you operate under the instructions of He who is using you. Ukitumiwa na Mungu, utafuata sheria za Mungu, utafuata maagizo ya Mungu. Ukitumiwa na shetani, vile vile utafuata maagizo ya shetani. Akikuambia ni kuua, ni kuua. Akikuambia ni kuangusha magari, ni kuangusha magari. Ni kuharibu ndoa, ni kuharibu ndoa. Naye Mungu akikuambia ni kuenda kuokoa, ni kuenda kuokoa. Ni kuenda kuhubiri wokovu, ni kuhubiri wokovu. Ni kuenda kuponya wagonjwa, ni kuenda kuponya wagonjwa. We are looking at the principles that God will use anitumie ama akutumie wewe. Operate under the instructions that He will give you. Yale maagizo ambayo yeye mwenyewe anakupatia. Are we together? Ndiye Yesu anasema hawezi akafanya neno lolote peke yake. Hawezi akafanya neno lolote peke yake, bali kuhusiana na ile instructions, yale maagizo Mungu ambaye anampatia. Ninakufundisha uweze kuelewa ni jinsi gani, kwa sababu kuna watu ambao wanatamani sana Mungu awatumie. Ndio ninaongea na hao watu sasa. Wale watu ambao umeishi mkiomba Mungu, Lord use me, Lord use me, Lord use me. Kwa nini hiyo maombi umeomba siku nyingi Mungu hajaweza kukutumia? Kuna mambo haujakuwa ukiyajua. There are things that you did not know them. You had not mastered them. Kuna vitu lazima uzijue ndio Mungu ajifunue kwako, ndio Mungu ajidhihirishe kwako. Ndio hii ninaongea na wewe sasa. You follow the instructions that God will give you. Are we together? You follow the instructions that God will give you. So
watu wote ambao mnasikia habari hizi, ambaye mnasikia sauti hii, Mungu ako na makusudi na wewe. Ako na makusudi na wewe kabisa. Ako na makusudi na wewe ya kukutumia. Lakini kabla hujajua hii, aweze kukutumia. Kwa hivyo, you rather seek to know Mungu anataka nini na wewe. Kuna ile standard Mungu anataka. Sijui tuko na mangapi, lakini the next one ni humble spirit. Mungu hatumii watu wa kiburi. Mungu hatumiangi watu wa kiburi. A humble spirit. The book of 1 Peter 5:5. 1 Peter chapter 5 and verse number 5. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapatia wanyenyekevu neema. A humble heart, a humble person. Mtu wa kiburi hawezi kutumiwa na Mungu. A humble heart, a humble spirit. Mungu ndio akutumie. Lazima haangalie, haone unyenyekevu ndani yako. Yesu alikuwa ni mnyenyekevu. Yesu alikuwa mtu ambaye alikuwa na unyenyekevu wa hali ya juu sana. Philippians chapter 2 and verse number 8. Philippians 2:8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii mauti. Naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, alimuinua sana, alimtukuza sana, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri kwa kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa sababu gani ili jina Yesu alipewa jina na likainuliwa sana? Humble. Jesus was very humble. Usicheze na mtu ambaye ni Mungu. Anajinyenyekeza, anazaliwa na mwanamke, na anajinyenyekeza, anapitia hiyo dhiaka yote, kupigwa na kutukana na wanadamu, akakufa pale kwa msalaba. Don't think it is an easy thing. Si jambo la kawaida. So, ndio Mungu akuweze kukutumia, you must have a humble heart, a humble spirit. Sio mtu wa kujikweza, sio mtu wa kujitukuza. Are we together? Yes. A humble heart. A person who is humble. Tunaangalia qualities zile Mungu anaangalia ndio akutumie. A humble heart. Mtu ambaye hana kiburi, mtu ambaye hana majivuno, mtu ambaye akiwa na kitu kadogo haoni watu wale wengine kama ni watu. Mungu ikiwa Mungu atakutumia, you must accommodate everybody. Wazuri na wabaya. You must have the capacity to accommodate them for God to use you. So from wherever you are listening to me, nataka ujue ya kwamba kutumiwa na Mungu ni rahisi na ni ngumu pia. Ni rahisi na ni ngumu sana. Ni rahisi na ni ngumu sana. Ni ngumu kwa nini? Kama hautajua ni nini ambaye anataka. Kama hautajua ni kitu gani Mungu anataka. Wacha nikuonyesha.
Deuteronomy 10 verse 12. Na sasa Israeli, Bwana Mungu anataka nini kwako? Mungu anataka nini kwako? Do you know what God requires from you? For him to use you. For God to use you. Do you know what he requires from you? Unajua anataka nini kwako? You must know. Lazima usome Mungu anataka nini. Mungu vile vile anataka mtu mwenye bidii. Mtu mwenye bidii akakupatia assignment, utaitekeleza. Utaitekeleza. You will do what God tells you. Mtu ambaye hata compromise, mtu mwenye bidii. The book of Acts. The book of Acts, Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 13:22. Na alipokwisha kumuondoa huyo, akamuinua Daudi awe mfalme, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Jese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Atakayefanya mapenzi yangu yote. Yaani Mungu anasema kabla amuinue Daudi awe mfalme, Mungu anasema Daudi atafanya kile ambacho Mungu atamwambia. Mungu akimwambia enda ua, anaua. Mungu akimwambia enda fanya hii, atafanya. Enda fanya hii, atafanya. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Saul. Alitumwa na Mungu aende akaangamize Waamaleki, na hakuua. Hakufanya kile Mungu ambaye alikuwa amemwambia akafanye. Kwa hivyo God will use that person who will follow in his instructions to the letter. Kama wewe si mtu wa kufuata maagizo, sahau kutumiwa na Mungu. Sahau kabisa. Usahau. Nataka nikuonyeshe kile ambacho Mungu alikuwa anasema ya kwamba Daudi atafanya kila kitu ambacho Mungu amemwambia. Tumesoma katika hiyo Acts, Matendo ya Mitume 13:22. Nimemwona Daudi mwana wa Jese, anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote ninayemwagiza. The book of 1 Kings 15 verse number 4. Walakini kwa ajili ya Daudi, Bwana Mungu akampa taa humo Yerusalemu, amuinue mwanawe baada yake na kuufanya imara Yerusalemu. Kwa sababu gani? Mstari wa 5. Kwa sababu Daudi alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana, wala hakukosa katika yote aliyomwamuru siku zote za maisha yake, isipokuwa katika habari za Uria Mhiti. Kwa hivyo out of 100, David scored 99%. Ni hiyo moja tu alianguka. Lakini mambo yale mengine yote Mungu alimwambia alifanya. Kwa hivyo ndio nimekuambia, ndio Mungu aweze kukutumia, you must obey his voice. You must be a person who will take instructions. Be a person who takes orders. Mtu ambaye anachukua maagizo. Ukiangizwa hili, utatekeleza hivyo ambavyo umeambiwa. Mtu ambaye si wa kuchukua maagizo kama Saul. Saul alisababisha Mungu ajute. Saul alisababisha Mungu ajute. 1 Samuel chapter 15 verse number 11. Najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Wala hakufanya nilivyomwamuru. 1 Kings chapter 15 tumesoma ya kwamba Daudi alifanya yote ambaye Mungu alimuagiza, isipokuwa jambo moja tu. On the other hand, Saul, hata ile Mungu alimwambia akafanye, hakufanya. Akasababisha Mungu ajute. Akasababisha Mungu akasirike. Akasababisha Mungu aone ni kama alifanya chaguo mbaya. Kwa hivyo na wewe kama utataka Mungu akutumie, kuwa mtu ambaye ni wa kuchukua orders.
mtu wa kuchukua maagizo, mtu wa kuchukua ile maelekezo ambaye Mungu anampatia. Usikuwe mtu wa mabishano, usikuwe mtu wa kupigana, usikuwe mtu ambaye hawezi ukiambiwa A unasema B. Mungu hapendi mtu kama huyo. Ndio Mungu atumie mtu, Mungu anatumia mtu ambaye akimwambia ni A ni A. If it is A, it is A. Saul aliambiwa enda angamiza Amaleki wote, enda ua kila kitu. Clear everything. What happened? Saul akaenda wanawake wale warembo hakuua. Wanyama wale wanono hakuua. Akiulizwa ni wanini, anaambia Mungu ati nimewaweka nikuje kutolea sadaka. Ndiye Mungu anamwambia kupitia Samueli, Mungu apendezwi na sadaka tu, bali kutii. Kutii ni bora kuliko mafuta ya beberu. We are looking at the qualities ama the values that God will consider for him to use you. Ndio akutumie, ndio aweze kutumia mtu. Mungu kuna zile vitu ambazo anaangalia. Ndio hiyo nimekuambia, mtu readiness of heart and spirit, a humble person, a person who will take instructions, a person who will obey everything that God tells him to do, a person who will accomplish the mission, a person who will accomplish the mission. Mtu ambaye atatimiza atatimiza wajibu, kila kitu ambayo anaambiwa. The book of 1 Samuel 18 verse number 5. 1 Samuel 18:5. Basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. Daudi akatoka akaenda kila mahali. Are you a person who will accomplish the mission? Mungu akiweka maono kwako, utaweza kutimiza hiyo maono? Are you a person who will accomplish that mission? Kwa sababu Mungu anachukia kitu moja, mtu ambaye hawezi akatimiza maono. Mtu ambaye akipewa maono hivi ndio hii, hawezi akabeba hiyo maono mpaka mwisho. Utaua hiyo destiny. Kama wewe ni mtu ambaye uwezi ukafanya kitu kikafanikiwa, Mungu hawezi akakutumia. Kwa sababu gani? Mungu hapendi waste. Mungu hapendi waste. Sinaona anajuta sababu ya kumchagua Saul. Kwa sababu Saul was a waste. Mungu aliwaste time yake, resources, akawaste ile time huyo roho wake alikaa juu ya kichwa chake. Mungu hapendi waste. Understand that. If God will use you, make sure that you will accomplish the mission that God will send you to do. Yes? Hakikisha ya kwamba unatimiza ile wajibu ambaye Mungu anakuambia uende ukafanye. Kwa hivyo ni mengi ya kujua ndio Mungu aweze kutumia. Nitakuja part 2 tena, niweze kukuelezea zaidi na zaidi vile ambavyo utafanya ndiposa Mungu akupokee. Kuna kupokelewa na Mungu. Kabla akutumie lazima akupokee. Utafanya nini ndio Mungu akupokee aweze kutumia? Basi Mungu akubariki sana, akuinue na akuinue zaidi. Na wale ambao umetamani siku nyingi Mungu akutumie, uweze kupokea hekima ya hayo mambo ambayo nimeongea hapo, uweze kuingia kwa kalenda ya Mungu kutumia. Basi Mungu akubariki sana na tukutane wakati mwingine. Ni mgeni, just like, subscribe and share. Nataka tumalize. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa wakati mzuri kama huu, kwa kipindi cha usiku wa leo. Bwana Yesu, nimenena mahusia yako. Siku zote tunatamani ukajidhihirishe kwetu. Tunatamani ukaweze kututumia. Umesema mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Lakini wewe Mungu, kuna zile qualities ambazo huwa unaangalia uweze kumtumia mtu. Bwana Yesu, nimenena na watumishi wako ambao wamesikia sauti yangu wakati kama huu. Ninaomba ukaweze kututumia, ninaomba ukaweze kutupokea,
ukaweza kutukubali na ukaweza kutumia kwa kiwango cha juu, kiwango ambacho si cha kawaida. Bwana Yesu, ninalibariki jina lako na ninaliinua. Katika jina la Yesu naomba na naomba. Amen. Shalom, shalom. God bless you.